kwa mahitaji ya mechi hii wanahitaji kuwa na back 3, yani kuwe na mabeki wenye sifa ya kuwa katikati watatu. Yes. Kwa maana hiyo kwamba mwenye sifa ya kuweza kukaa namba 2 ni Dickson Job. Ninaamini kwamba kwa mechi hii inamhitaji zaidi kuweza kucheza namba 2. Sio sehemu ya kushambulia kutokea pembeni. Kwa ni mechi aina kama hii. Ni mechi ambayo unaweza ukaufinya uwanja na kutengeneza shape ya wanasema trapeza. Nikisema trapeza tunaelewa na trapezium. Yes. Ni shape fulani ambayo huku inakuwa kama rectangle, alafu inapokwenda mbele inakuwa inatengeneza square. Yani inakuwa inatanua upande mmoja, alafu inakwenda inafinya upande mwingine kutengeneza shape ya namna ya trapezium. Okay. Kwa naiona Yanga ikitengeneza trapezium katika eneo zima la kuweza kujilinda, kwa maana kwamba itakuwa na square nyuma, alafu inapokwenda mbele itatanua, alafu itakwenda kutengeneza triangle. Kwa maana gani? Kwamba watategemea kumtumia mtu kama Dickson Job kucheza namba 2, kwa maana kwamba atakuwa ni mtu ambaye anaweza kukimbia kutoka eneo lake la kujilinda mpaka mstari wa katikati akarudi kwenye majukumu yake ya kulinda. Unaelewa vizuri hapo? Hata kuwa anakatiza sana mstari wa katikati kwenda mbele. Lakini pia anategemea eneo la katikati, mabeki wa katikati kuwa na Bakari Nondo Mwamnyeto pamoja na Ibrahim Baka. Bakari Nondo Mwamnyeto anatupa utulivu, anatupa mamlaka, anatupa ualimu, anatupa pia uongozi. Bwana, ni wakati mzuri, ni wakati wa kibabe kweli kweli. Ligi ya mabingwa barani Afrika imerejea kwa kishindo kweli kweli. Young Africans, bendera ya taifa la Tanzania inapeperushwa vyema kweli kweli uko Cairo, Misri. Shughuli ni nzito kweli kweli. Young Africans shime bwana, maana hapa wawakilishi hawa wanahakikisha kwamba bendera inapepea vyema kweli kweli ya taifa la Tanzania. Jina langu naitwa Cisco. Njoo tukujuze kile ambacho tumekuandalia bwana, kikiwa kinapatiwa nguvu kubwa mno na Bati Quality. Bati Quality bwana ni kampuni bora ya Tanzania, inazalisha na kusambaza mabati aina zote. Ziko za migongo midogo, migongo mipana, mfano wa kigae, hata zile zenye matilo ya chenga chenga zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Ukinunua mabati bwana, unajipatia misumari na usafiri bure popote pale ndani ya ardhi ya Tanzania. Waranti yake pia ni ya muda mrefu, miaka 10 ya uangalizi. Bati unanunua wewe, anakuja kutamba nayo kijana wako. Steven Mapunda, uko vizuri? Ya, mimi niko vizuri. Uzima upo na haulalamiki. Mungu ni mwema kila wakati. Na hii ndo asili yake. Kabisa. Bwana, Young Africans kambini walionyesha tabasamu kubwa kweli kweli. Young Africans pia mwalimu wao alizungumza maneno mazuri kweli kweli. Morali ya wachezaji ilikuwa iko vizuri kweli kweli. Kwa namna gani Young Africans wanakwenda kuiwakilisha vyema bendera ya taifa hili la Tanzania? Tuanzie hapo. Siku zote kiongozi huwa ndo anatoa dira ya wapi ambao anawaongoza wanatakiwa waweze kuelekea. Yes. Na wamepata kocha ambaye sio mwalimu tu, bali ni baba wa watoto ambaye anaenda kuwalea. Lakini pia sio baba tu, bali ni kiongozi ambaye anakwenda kuongoza jeshi la mapambano. Okay. Ukiangalia namna ambavyo ameweza kuzungumza kuanzia kwenye place yake, amezungumza kwa weledi mkubwa, kwa kujiamini wa hali ya juu. Na kuna maneno kadhaa nikiyachukua, anasema kwamba ili uweze kuwa timu kubwa lazima upambane na timu kubwa. Lazima ucheze mechi kubwa. Kwa hiyo inaonyesha kwa jinsi gani kwamba pia naye ana uhitaji, yuko tayari kwa ajili ya mapambano. Ndio. Na amekiri mwenyewe akisema kwamba ni kweli tunakwenda kucheza na timu kubwa ambayo ina historia kubwa sana katika bara la Afrika, mataji mengi, lakini ikumbukwe kwamba na sisi ni timu ambayo inahitaji huo ukubwa, inahitaji kuweza kuchora ramani yake. Kwa hiyo anaamini kwamba mchezo utakuwa mchezo wa kiushindani, lakini yeye kwa upande wake bado hajakaa katika unyonge wa kusema kwamba anaweza kwenda kuwa timu ya pili ambayo itasubiria kuhukumiwa tu. Anavyosema yeye kwamba anahitaji kwenda kutafuta alama 3, sio alama moja, alama 3. Tafsiri yake ni kwamba anajiwekea uhakika kwamba kama ambition yake ni kupata alama 3, kwa hiyo akipata alama 1 kwake pia ni mafanikio makubwa, kwa sababu kwanza yuko away, anacheza na Giant ambaye ni kinara kwenye kundi, ambaye amebeba ubingwa wa Afrika mara nyingi, ambaye amecheza kombe la dunia la vilabu mara nyingi kabisa, ambaye pia uwekezaji ni mkubwa, ambao pia wachezaji ambao wamecheza hadi Ulaya, ukiangalia kina Trezeguet, wachezaji ambao wamepitia Ulaya, wamerudi tena Afrika, wakina Imam Ashur,
wakina El Shanawi, ni wachezaji ambao wakina Aliou Dieng, wachezaji ambao wamepita katika vilabu vikubwa kabisa. Leo hii wapo katika klabu ya Al Ahly. Kwa pasi na shaka yoyote wanakwenda kukutana na klabu ambayo ina investment kubwa, investment ambayo imekaa katika hali ambayo kila mmoja anatamani kuweza kuwa na investment ya namna hiyo, lakini pia kila mmoja lazima acheze kwa nidhamu kubwa anapokutana na National Al Ahly kabisa. Lakini yeye anasema kwamba ana hope kwenda kupata alama 3 mbele ya hawa. Lakini pia ukirejea mikanda ya nyuma ambayo akitazama dhidi ya Young African, Yanga amewahi kupata alama 3 dhidi yao. Tena Yanga ile ambayo ilikuwa na golini Deogratias Munishi, namba 2 Juma Abdul Jafari Mnyamani, namba 3 Haji Mwinyingwale, 4 na 5 pale Nadir Arubu Kanavalo pamoja na Kevin Yondani. Pale 6 unamkuta Tabani Skala Kamusoko. Ukienda huku unamkuta kuna mtu alikuwa anaitwa Deus Kaseke. Pale juu pale unamkuta mtu alikuwa anaitwa Haruna Nionzima Inkizimana, Fabregas. Ukienda kushoto unamkuta mtu kama Simon Epigodi Msuva. Kabisa. Vizuri. 9 na 10 kuna Donald Ngoma pamoja na Hamis Jodheri Ntambwe. Unanielewa vizuri? Wakina Bahanuzi baadaye wanaingia baadaye. Na Bahanuzi bwana alipotea kwenye game hili la mpira wa miguu siku ambayo Yanga anacheza na Ahly. Pale ndipo ambapo wana Yanga wengi walianza kuimba jina lake vibaya. Tunawapa hii kumbukumbu hii na tunawapa pia hii historia. Bwana Bahanuzi alikuwa anatakiwa shangazi dunia na ulimwengu, akaenda kupiga mkwaju wa penalty ambao uliotambawa. Bwana, yani ule mkwaju anakuambia unapigwa, yani kila mmoja anaona bisa mpira unaelekea golini. Lakini ule mpira ulienda afu kaona kunja kona wenyewe. Ili tukio akikuelezea Juma Abdul au akikuelezea Haruna Nionzima, ni tukio la kustaajabisha sana. Na Bahanuzi paka anamaliza pale hakuwa mtu mwenye furaha kabisa. Aliweza kukosa kabisa furaha. Na historia yake ya soka ndio ilianza kuharibika kuanzia hapo. Na Bahanuzi ameacha mpira akiwa kwenye umri mdogo kabisa. Alipata uzuri bwana Yanga wa Kongo kidogo kama mimi Cisco watakuwa tunaelewana vizuri. Kabisa. Sawa. Kwa hiyo naamini mwalimu akiangalia hiyo historia anakuja kuona kabisa kwamba inapokutana Yanga na Al Ahly mchezo unakuwa sio mwepesi. Ni mchezo ambao wenye vuta ni kuvute nyingi. Katika miaka 10 ya hivi karibuni Al Ahly hajawahi kupata ushindi wa magoli 3 na zaidi anapokutana na Young African. Ushindi wake ni goli moja. Yani moja zaidi. 2-1, 1-0. 1-1. Bila. Umeelewa vizuri? Kwa hana historia ya kuweza kupata margin kubwa ya magoli. Ingawaje watani wa jadi wa Yanga Simba wameweza kufungwa 5-0. Umeelewa vizuri? Wameweza kutoka 2-2 kwenye FL walipokuwa wanacheza hapa. Umeelewa vizuri? Lakini pia wameweza kushinda pia 1-0 wakiwa away nchini Misri. Lakini kinyume na hapo haijawahi kutokea kitu ambacho cha kustaajabisha zaidi wanapokutana miamba hii ya soka kati ya Yanga dhidi ya Al Ahly. Kwa hiyo yote katika yote ni mchezo ambao utakuwa na mvuto mkubwa, ni mchezo ambao utakuwa na msukumo mkubwa sana. Lakini pia nimewasikia baadhi ya watu na baadhi ya wachambuzi wakisema kwamba Yanga ili asiweze kupoteza mchezo huu inatakiwa akae nyuma, akubali kupaki basi. Lakini mimi sioni formula hiyo ikienda kutumika kwa Goncalves, kwa sababu ni kocha ambaye anapenda zaidi kushambulia, ni kocha ambaye ana mikakati, ni kocha ambaye ana mipango na squad yake inambeba kuweza kufanya maamuzi ya namna hiyo. Atacheza kwa nidhamu kubwa, kwa maana ya kwamba atakuwa yuko compact kwenye eneo la kujilinda, lakini pia atakuwa aggressive zaidi pale ambapo anaweza kufanya acceleration kuelekea katika timu pinzani. Kwa hiyo mimi naamini Young African katika hili wanao la kufanya, na pia wana sababu ya kuweza kupata matokeo mazuri ambayo yanaweza kuwafanya kupata alama nzuri ya kusonga mbele na kuweza kuwa katika wakati mzuri kwenye grupu lake bwana Cisco. Bwana wewe, mambo ni mazito na ni mazuri kweli kweli kwa upande wa Yanga. Shime kwao nini hasa ambacho anatakiwa kukifanya ni kupata matokeo ya ushindi, matokeo ambayo yanaweza kuipatia alama 3 zaidi na kufikisha alama 7 ili kujitengenezea kisanduku kizuri cha kusonga kwenye hatua inayofuata, hatua ya robo finali bwana. Hapa Young Africans watakuwa wamelamba dume kweli kweli. Nguvu wanayo, nia wanayo, kikosi
kikosi wanacho wenyewe tu washindwe kupambana. Naamini Ahli anakufa mapema kama Young Africans ataamua kufanya kile ambacho tumekizoea kuona akiwa anakifanya hasa kwenye mashindano ya kimataifa. Young Africans kwa sasa umebadilika pia kimataifa, anapambana vyema kweli kweli. Steven Mapunda, tutazame pia tumalizie kikosi cha Young Africans, namna ambavyo unatamani kiwe kuelekea kwenye mchezo wa leo. Nikijaribu kutazama kwa namna ya aina ya mechi na mahitaji yake, naamini ya kwamba wanaweza wakawa na kikosi ambacho kitaingia kikiwa na nidhamu kubwa zaidi ya kuweza kujilinda. Yes. Lakini pia kikiwa na uharaka zaidi kwenye matukio, kwa maana kama kwenda kupata magoli ambayo yanaweza yakawasaidia kuweza kujilinda kwa usahihi kabisa. Golini naamini kabisa Djigui Diarra anaweza akawa sehemu sahihi zaidi ya kukaa langoni, lakini namba 2 sasa hapa mimi binafsi naona kwamba